Naam, mtazamaji, serikali ya Samia Suluhu ya CCM sasa imemkamata na kumshtaki aliyekuwa mmoja wao ambaye alikuwa mbunge na waziri ndani ya serikali ya CCM, na sasa hivi baada ya kukamatwa kwake imemfungulia mashtaka ya kujaribu ama njama ya kumuua mkuu wa jeshi la polisi Tanzania na kumfungulia kesi nyingine ya uchochezi. Kabla ni kujuza zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii. Mtazamaji, aliyekuwa waziri na mbunge wa CCM akamatwa na kufunguliwa mashtaka mahakamani, mashtaka ya kupanga njama ya kumuua ambaye ni mkuu wa jeshi la polisi Tanzania, pamoja na kuweza kusambaza uchochezi kwa wananchi. Dhoruba kubwa ya kisiasa na kisheria imezuka nchini Tanzania kufuatia kufikishwa mahakamani kwa aliyekuwa waziri na mbunge wa CCM Mwambe, ambaye sasa amefunguliwa mashtaka rasmi ya tuhuma nzito za uhalifu, ikiwamo kupanga mauaji ya kiongozi huyo wa jeshi la polisi nchini Tanzania, jambo ambalo limeshangaza nchi. Kesi hiyo imevuta hisia za watu wengi kwa sababu inamhusu kiongozi wa zamani wa chama tawala cha CCM na kufanya kisa cha waziri wa zamani wa CCM na mbunge wa zamani wa CCM kufikishwa mahakamani kwa kupanga kumuua kiongozi wa polisi kuwa moja matukio makubwa kisheria katika miaka ya hivi karibuni. Mashtaka hayo yaliwasilishwa mahakamani leo hapo jijini Dar es Salaam, ambapo majaji walimhoji Mwambe ambaye alikuwa waziri wa zamani serikalini kuhusu tuhuma za kula njama za kumuua inspekta wa polisi na kusambaza uchochezi kwa Watanzania kupitia mitandao ya kijamii. Taswira ya waziri wa zamani wa CCM kufikishwa mahakamani kwa kupanga kumuua kiongozi wa polisi Tanzania imezua mjadala mkubwa leo, hasa kutokana na majukumu yake ya zamani ndani ya serikali ya CCM na ushirikiano wake wa muda mrefu na chama tawala. Mtazamaji, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na timu yake ya wanasheria, waziri huyo wa zamani wa CCM alihojiwa kwa makosa mawili ya msingi ambayo yote yana madhara makubwa ya kisheria. Haya ni pamoja na, kama nilivyokutajia awali, ni madai ya kuhusika katika njama ya kuweza kumuua mkuu wa polisi Tanzania na shutuma za kutumia majukwaa yake kidijitali au ya mtandao kuzua machafuko na kusambaza uchochezi. Ukweli kwamba waziri huyo wa zamani wa CCM anashtakiwa mahakamani leo kwa kupanga mauaji ama njama ya mauaji ya mkuu wa polisi umeibua maswali mazito kuhusu mivutano ya ndani ya kisiasa na ukomo wa madaraka ndani ya mfumo wa kisiasa wa Tanzania. Wakili wake anayefahamika kama Hekima Mwasipo aliwaeleza waandishi wa habari katika viwanja vya mahakama kuwa mteja wake, waziri wa zamani Mwambe, alifika mbele ya vyombo vya sheria kujibu tuhuma hizo na kwamba sasa taratibu za kisheria zinaendelea rasmi na uchunguzi pia umeanza. Mwenendo unaoendelea umeweka bayana juu ya hali isiyokuwa ya kawaida ya waziri huyo wa zamani wa serikali kufikishwa mahakamani kwa madai ya njama ya kumuua kiongozi wa polisi au mkuu wa polisi Tanzania, hali ambayo ina mfanano machache katika historia ya hivi karibuni ya Tanzania. Nikiweza kurejelea chanzo cha ripoti hiyo, ni kama unavyotazama kwenye skrini yako kupitia Jambo TV Online, waliweza kuchapisha na kusema hivi: mahakama kupitia hakimu mkazi Gwantwa Mwankuga imefikia uamuzi huo kufuatia wakili wa Mwambe, Hekima Mwasipo, kuwasilisha hoja ya kuondoa maombi hayo mahakamani hapo kutokana na kile alichoeleza kuwa mteja wake tayari ameshapatiwa dhamana tangu Alhamisi Disemba 14 mwaka 2025. Akizungumza na wanahabari akiwa mahakamani hapo, wakili Hekima Mwasipo amesema mteja wake ambaye ni waziri wa zamani Mwambe amehojiwa kwa makosa mawili. Moja linahusu tuhuma za kupanga njama za kutaka kumuua mkuu wa jeshi la polisi na kosa la pili ni la uchochezi kupitia mitandao ya kijamii. Amesema baada ya kupatiwa dhamana hapo jana leo saa 3 asubuhi, yeye na mteja wake waliripoti kituo cha polisi kama walivyotakiwa na kuelekezwa kufika tena kituoni hapo baada ya siku 7 na kwamba upelelezi dhidi yake bado unaendelea. Aliripoti katika kituo cha polisi kulingana na ripoti hiyo ya Jambo TV asubuhi na mapema leo kama alivyoagizwa na kuarifiwa kwamba lazima arudi tena baada ya siku 7 huku uchunguzi ukiendelea. Hata matakwa ya kiutaratibu yakifuatwa, ukweli unabaki pale pale kwamba waziri huyo wa zamani aliyetumikia serikali ya CCM anashtakiwa mahakamani kwa kupanga njama ya kumuua mkuu wa polisi, tuhuma ambayo inaendelea kutawala mijadala ya hadhara na kushangaza wengi.
Wachunguzi wamebainisha kuwa uchunguzi bado unaendelea na kupendekeza kuwa ushahidi wa ziada na maswali yanaweza kufuata au kuibuka. Hili limezidisha maslahi ya umma, huku Watanzania wengi wakijitahidi kukabiliana na dhana kwamba waziri wa zamani wa serikali anashtakiwa mahakamani kwa kupanga njama ya mauaji kwa kiongozi wa polisi na uchochezi kwa Watanzania. Wakati mchakato wa kisheria ukiendelea leo, viongozi wa upinzani na wakosoaji wa serikali ya Rais Samia Suluhu wamejitokeza kupinga namna waziri wa zamani na mbunge wa zamani wa CCM Mwambe alivyokamatwa na kuwekwa kizuizini awali. Kuingilia kati kwao kumeongeza mwelekeo wa kisiasa leo katika kesi ambayo tayari ni nyeti sana Tanzania. Hata kama suala kuu linabaki kuwa waziri wa zamani wa CCM anashtakiwa mahakamani kwa kupanga mauaji ya kiongozi wa polisi. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche alitumia mtandao wake wa kijamii leo kulaani kile alichokieleza kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa kisheria, haki za binadamu na taratibu za kikatiba. Pamoja na kukiri uzito wa tuhuma hizo, John Heche alihoji iweje waziri wa zamani wa CCM kufikishwa mahakamani kwa njama ya mauaji ya kiongozi wa polisi na uchochezi na angeweza kushikiliwa bila kutoa taarifa kwa wakati kwa familia yake na umma. John Heche alidai kuwa Mwambe akiwa afisa mchujo ambaye aliwahi kuwa waziri na mbunge hakupaswa kuwekwa kizuizini kwa siri. Alisisitiza kuwa hata waziri wa zamani wa CCM anapofunguliwa mashtaka mahakamani kwa njama yoyote ya mauaji au uchochezi, sheria bado inahitaji uwazi, utaratibu na kuheshimu ulinzi wa kikatiba. Aidha, kiongozi huyo wa upinzani alidai kuwa Mwambe alishikiliwa kwa zaidi ya siku 5 bila kufikishwa mahakamani au bila mawasiliano ya wazi kutoka kwa jeshi la polisi kuhusiana na tuhuma zinazomkabili. Hali hii, alisema, iliwaacha ndugu, jamaa na washirika wake katika dhiki, hata nchi ilipokabiliana na athari za waziri wa zamani wa CCM kushtakiwa mahakamani kwa makosa haya ya jinai. Kulingana na chapisho lake John Heche kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram, kama unavyotazama kwenye skrini yako, hilo ni chapisho lake na ningependa nikusomea alichoweza kuandika. John Heche aliandika hivi, nikimnukuu: Mwambe ni vetted officer, amekuwa mbunge na waziri. Katika hali ya kawaida, kukamatwa kwake hakukupaswa kuwa siri. Kama anakosa, umma ulipaswa kupewa taarifa kwamba amekamatwa na yuko wapi na katika hali gani. Imechukua zaidi ya siku 5 za kelele ndio jeshi la polisi kujitokeza kusema kwamba wanamshikilia. Familia, ndugu, jamaa na marafiki wanaulizia bila kupewa majibu ya maana. Sheria inasema ndani ya muda fulani mtu apelekwe mahakamani kusomewa shitaka lake. Mimi nimeshikiliwa siku 21 mahabusu ya polisi bila sababu wala kufikishwa mahakamani. Kama Mwambe, Polepole na wengine wanaoweza kusikika, kuandikwa na kusemewa na watu wengi wanafanywa hivi. Wananchi wangapi wako vituo vya polisi kwa mamia ya siku kinyume cha utaratibu wa kisheria? Kuna mamia ya viongozi wa Chadema nchi nzima wanawindwa na waliokamatwa wako mahabusu siku 50, 40, 30 na 20 na kuendelea, wengi wakiwa wameteswa na kujeruhiwa vibaya. Wengine wako magereza. Sheria inasema kila baada ya siku 14 watalazimika kupelekwa mahakamani, lakini wana miezi bila kupelekwa mahakamani, wako mahabusu ya gereza tu. Lawlessness country na impunity ya kiwango cha juu mno katika historia ya dunia. Nimesoma historia hata ya wakoloni, walikuwa wabaya lakini muda wote walifuata sheria zao. Mnavunja sheria kwa kufikiri mnakomoa wabaya wenu au watu wa Chadema. Kumbuka tu mnajenga utamaduni wa lawlessness, na katika hilo iko siku itakuwa upande wako au mtoto wako. Utamaduni huu wa kuvunja sheria kwa uwazi bila aibu na vyombo kushiriki ulianza wakati wa Magufuli. Bila shaka wakina Mwambe wakiwa madarakani wakiamini wao wako salama. Sasa impunity inakandamiza kwake. Nyie hamjachaguliwa, mnafikiri mnaweza kujaza kila mtu hofu awaogope? Haiwezekani. Mtazamaji, haya yote si matamshi yangu, ni matamshi yake John Heche ambayo ameweza kuyachapisha kupitia mitandao yake ya kijamii ya Instagram, na inaonekana kana kwamba alichapisha chapisho hili kabla ya Mwambe kufikishwa mahakamani, lakini ripoti njema ni kwamba waziri wa zamani Mwambe aliyetumikia serikali ya CCM wakati wa Magufuli sasa hivi tayari amefikishwa mahakamani. Uchunguzi umeanza na kesi imeanza, na inasemekana ameshtakiwa kwa makosa ya kupanga njama ya mauaji pamoja na kusambaza uchochezi nchini Tanzania. Mtazamaji, ni hayo tu. Kumbuka kulike video hii na usubscribe, alafu chukua sekunde yako 1 ama 2 kunijuza maoni yako upande wa comment section, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.